Sky TV. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma, hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Ubovu wa miundombinu ya kuhamisha mabasi 150 ya mwendo kasi kuingia barabarani. Kwingineko, waraibu wa dawa za kulevya wataka wauzaji wakubwa washughulikiwe. Katika habari za kimataifa, Argentina yahaha kubaini chanzo cha virusi vya Hanta. Na katika habari za michezo na burudani, TRA United kushuka dimbani kusaka alama 3 dhidi ya Azam FC. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jonga na tunaanza na habari za kitaifa. Mradi wa mabasi ya mwendo kasi jijini Dar es Salaam bado unakabiliwa na changamoto zinazokwamisha utoaji wa huduma, ikiwamo kutokamilika kwa vituo na miundombinu muhimu, hali iliyosababisha mabasi zaidi ya 150 kushindwa kuingia barabarani. Taarifa ya mwandishi wetu inafafanua zaidi. Mabasi hayo ni ya kampuni ya Moffat iliyopewa zabuni ya kuendesha mradi huo kuanzia Gerezani Kariakoo hadi Mbagala. Akizungumza baada ya kufanya ziara kukagua maendeleo ya mradi huo, mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi Tanzania, David Kafulila, amesema serikali inaendelea kutafuta suluhisho la haraka litakalowezesha mabasi hayo kufanya kazi na kuhakikisha uwekezaji huo unakuwa endelevu kwa manufaa ya taifa. Kwa hiyo mabasi ambayo anayatumia kwa maelezo yake ni kwamba ni takriban 50, lakini mabasi mengine ambayo ni mapya yamelipiwa bima na kila kitu yana zaidi ya nusu mwaka yamepaki pale, na kwa hiyo ameeleza concern yake kwamba ni hasara ambayo anaipata kwa sababu huu ni uwekezaji ambao unahusisha mabenki na kadhalika. Kwa hiyo binafsi kama mkurugenzi wa kituo cha ubia, ambaye wajibu wangu ni kuhakikisha kwamba miradi hii inakuwa endelevu na uwekezaji huu uweze kuwa wa mfano na usianze kuwa uwekezaji ambao unaweza ukaleta changamoto kwa yeye binafsi kama mwekezaji, lakini na wawekezaji wengine ambao wangependa kuona uwekezaji huu kama mfano. Kwa hayo ndio ambayo tumekubaliana. Kwa tunasubiri akimaliza tathmini, sisi kama kituo cha ubia tutachukua tathmini kwa ajili ya kuhusisha mamlaka mbalimbali za serikali, lakini vile vile mahususi vikao ambao vinahusika na maamuzi yanayohusu mikataba, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo ni ya kimkataba. Kwa vikao ambavyo vinahusika na mikataba vitafanyia kazi. Msemaji wa kampuni ya Moffat, Philip Changala, amesema matumizi yasiyo sahihi ya miundombinu hiyo yamekuwa yakichangia kutokea kwa ajali na kuathiri ufanisi wa huduma hiyo. Tunajua kabisa kuna changamoto mbalimbali za barabarani zinatokea kwa barabara yetu. Tumekutana na changamoto kama ajali zinachelewesha usafiri, lakini sisi kwetu haijawa changamoto kubwa sana. Tunapokutana labda ajali inatokea kwenye barabara ya kawaida, sisi tunaendelea kutoa huduma bila kuzuiwa. Lakini pia katika hilo nalo nitoa angalizo, wananchi ambao wanatumia barabara za mwendo kasi tunaomba wasizitumie, kwa sababu inaleta changamoto kubwa kufanikisha nia na dhumuni zima la mwendo kasi, kutoa huduma kwa haraka. Mradi wa mabasi yaendayo haraka unalenga kupunguza msongamano wa magari barabarani na kuboresha huduma ya usafiri wa umma kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Nora Damian, Sky TV. Waraibu wa dawa za kulevya waliopo katika vituo vya kurekebisha tabia wameiomba serikali kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya mitandao ya wauzaji wakubwa wa dawa hizo ili kusaidia katika kuzuia kuenea kwa matumizi ya dawa za kulevya hapa nchini. Tupate undani wa taarifa hii. Waraibu hao wamesema hayo jijini Arusha wakati wa hafla ya kukabidhi vitanda 160 kwa nyumba za upataji nafuu Sober House mkoani Arusha, vilivyotolewa mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa ufadhili wa PSSSF na NSSF. Sisi kama wanawake tunanyanyapaliwa sana, even kuanzia kwenye familia zetu.
Unakuta mtu anasumbuka na uraibu, mtu anajua anafanya makusudi, lakini ile sio makusudi. Ni kwamba ana maradhi ambayo yanamsumbua. Ukija kwenye jamii kawaida, wakimuona mwanamke mraibu, tunaomba jamii isitunyanyapae, kwa sababu inatusababisha kufika mbali zaidi. Serikali inajitahidi wakamate ule mzizi sehemu hicho kitu kinachotokea, kwa sababu sehemu hicho kitu kinachotokea ukikamata ule mzizi, na maana tawi linashindwa kufanyaje kuchipuka. Kwa hiyo tusikamate matawi wakati mzizi bado unanyeshewa na maji, umeshaona. Kwa hiyo cha muhimu tukishika mizizi, ina maana mti hautaweza kustawi tena. Ina maana ninachomaanisha hicho, yani tukishika wale wauzaji wakubwa dawa za kulevya ziweze kufanyaje kutawanyika. Kwa upande wake, mwakilishi wa kamishna wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Kanda Kaskazini, Sara Ndaba, amebainisha sababu zilizopelekea kutoa msaada huo, ikiwemo uwepo wa mahitaji katika vituo hivyo. Tulibaini mahitaji mbalimbali ikiwemo vitanda na magodoro ambao kwa namna moja au nyingine huathiri hatua za mchakato wa upataji nafuu. Sisi kama mamlaka tuliona ni vema kutafuta wadau walio watakaosaidia kutatua changamoto hiyo. Waraibu ni jamii yetu na ni nguvu kazi. Tukuwasaidia nyie, basi ni wanachama wetu kwa upande wa PSSF kwa wale ambao watakuwa kwa serikali, na upande wa NSSF kwa wale ambao katika sekta binafsi. PSSF katika kusapoti mamlaka ya kupambana na madawa kulevya na kusapoti juhudi za serikali. PSSF tukishirikiana na NSSF tumetoa jumla ya vitanda 160 na magodoro 160. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala, mkuu wa wilaya hiyo Joseph Mkude amebainisha namna janga hilo linavyoathiri nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, zaidi ya 75% ya Watanzania ni vijana chini ya miaka 35, kundi ambalo limeathiriwa zaidi na dawa za kulevya. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Ni wazi taifa lenye idadi kubwa ya vijana waliokumbwa na uraibu haliwezi kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii. Dawa za kulevya huathiri afya ya akili na mwili, husababisha kuvunjika kwa familia, kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu, kupunguza uzalishaji na kuzima ndoto za vijana wengi. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine. Wakulima wa parachichi mkoani Mbeya wameiomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kuwasilisha na kuwasajili madalali kupitia mfumo rasmi wa mamlaka hiyo ili kudhibiti biashara holela ya zao hilo na kupunguza vitendo vya udanganyifu vinavyowaathiri wakulima kwa sasa. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka jijini Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wakulima wakati wa mafunzo ya udhibiti ubora wa zao la parachichi yaliyowakutanisha maafisa kilimo 40 kutoka halmashauri ya wilaya ya Rungwe na wilaya ya Mbeya, afisa kilimo wa wilaya ya Mbeya Cuthbert Mwinuka amesema saizi ununuzi holela, kila dalali anaenda shambani kwa mtu ndio wanapulua yote, hata mabichi kabisa. Mwisho wa siku tunapata ubora hafifu, na tukumbuke yale enda viwandani wanaweza kareject kule, ikawa hasara kwa mfanyabiashara. Ile maumivu ya mfanyabiashara atakuja kumalizia kwa wakulima. Ndio maana atakitoka bei anzia wanatufanyia vibaya sana. Waliomba madalali yao wasajiliwe na COPRA, wawe na vitambulisho vya COPRA ili tuwatambue kama kweli kuna haja ya kuwa na madalali kwenye parachichi. Sasa hizi madalali ndio naenda kwa mkulima. Dalali anataka jaze ile mzigo likubwa akapata hela zake za udalali nyingi. Akifungua mafunzo hayo ya siku 3, afisa kilimo wa mkoa wa Mbeya Tadei Ngambila akawataka maafisa hao kwenda kutoa elimu kwa wakulima ili kuweza kuongeza ubora wa zao hilo, huku Epmark Pangani ambaye ni afisa kilimo mwandamizi kutoka COPRA akatoa lengo la mafunzo hayo. Tunategemea kwamba utaweza kujifunza na utaweza kuwa tayari sasa kwenda kupeleka kile ambacho umefundishwa kwa walengwa kule ambao kwenye katika ngazi za vijiji. Tunategemea siku za mbeleni hali ya kutokuwa na ubora wa parachichi utaimarika kwa sababu tayari umeshapata mafunzo. Tunaamini katika kata tuna mtu ambaye anasimamia zao hilo kwa makini.
Lengo la mafunzo haya, tunawajengea uwezo maafisa kilimo hawa katika kufanya kazi za ukaguzi. Baada ya mafunzo haya kukamilika, maafisa kilimo hawa watafanya kazi ya ukaguzi wa parachichi kwenye maeneo yao, ambao hawa baada ya mafunzo watapewa vyeti maalum na kuwa gazetted kwenye magazeti ya serikali kama ndio wakaguzi wa namba 1 wa parachichi kwa maeneo yao wanaosimamia hasa vijijini. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo wakaeleza namna mafunzo haya yatakavyowasaidia, huku afisa kilimo wilaya ya Rungwe Adam Salumu akatoa rai hii kwa maafisa hao. Tumesaidika kujua vipimo, tulikuwa tunajua, lakini tumeongezewa elimu, ambapo tutaenda kuwapa wakulima elimu moja kwa moja jinsi ya kutumia zile mizani, wajue kwanza kwenye tray ile inatakiwa iwe na parachichi kiasi gani kulingana na ukubwa pia. Lakini kumekuwa na swala la madalali kuwa wengi. Kwa kupitia hii COPRA, kwa maana wale watu watasajiliwa moja kwa moja, itasaidia kupunguza hayo matatizo ya madalali kuwa wengi, ambao ndio ilikuwa inapunguza hata ile thamani ya parachichi, maana watu wananunua kiholela. Tunataka watu wetu wakasimamie kupata haki ya mkulima. Wakulima wengi wanakosa haki kwa sababu wanakuwa kuna taarifa wanakuwa wanazikosa. Kwa hiyo kimsingi tukisimama wote kwa pamoja, nadhani mkulima atapata haki yake. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali itaendelea kusimamia sera, sheria na miongozo inayohusu afya na lishe ili kuhakikisha elimu inayotolewa kwa wananchi inalinda usalama wa afya za Watanzania. Tupate undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo leo Alhamisi Mei 7 mwaka 2026 wakati akijibu swali la mbunge wa Hai Mheshimiwa Saashisha Mafue katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, ambapo alitaka kujua mpango wa serikali wa kuweka utaratibu maalum wa utoaji wa elimu ya lishe kwa watu wenye taaluma husika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni nchini Tanzania kumeibuka watu ambao hatuna hakika kama ni wataalamu wanaotoa elimu ya namna ulaji. Utasikia nasema ili kupunguza kitambi, kula hivi bila kumjua yule anayempa ushauri ana uzito kiasi gani, ana urefu kiasi gani, anafanya shughuli gani. Kwa hiyo wimbi limekuwa kubwa na wananchi wakati mwingine wanachanganikiwa na hizi theory za ulaji. Je, serikali sasa ina mpango gani wa kucentralized utoaji wa elimu kwa watu mahususi wenye taaluma hiyo ili kuondoa mkanganyiko ulioko kwenye jamii yetu sasa? Ni kweli kumetokea na wimbi kubwa la watoa elimu ya masuala ya lishe na afya, na hii Mheshimiwa Spika ni kutokana na kukua kwa uelewa pengine wa masuala ya afya. Kwa sasa tuna wataalamu wengi wanaojua masuala ya afya kutokana na kupanuka kwa elimu ya masuala ya afya kutokea kwenye vyuo vyetu ambavyo kwa sasa ni kweli wigo wa vyuo vyetu umeongezeka sana. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, ni kweli kumeongezeka wimbi hilo la kutoa elimu kwa sababu ya njia za kutoa elimu zimeongezeka. Kwa hiyo jambo aliloleta Mheshimiwa mbunge, tutazingatia kusimamia miongozo ili taarifa inayotolewa iwe ni ya kweli na imethibitishwa kwamba ni ya kweli na haina madhara kwa kile kilichoshauriwa. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kufuatilia athari za migogoro ya kimataifa katika sekta mbalimbali za uchumi, hususan katika upatikanaji wa bei ya mafuta. Ameyasema hayo wakati alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalumu Mheshimiwa Janet Mahawanga aliyetaka kujua hatua zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za migogoro ya kimataifa zinazoathiri upatikanaji wa mafuta nchini. Waziri Mkuu amesema serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha bidhaa ya mafuta haipungui nchini na kupunguza athari za kupanda kwa gharama kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha hivi karibuni dunia imekumbwa na changamoto ya kisiasa na ya kiuchumi ambayo ikiwemo migogoro ya kimataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania.
na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini? Ni kweli kufuatia mambo yanayotokea Mashariki ya Kati kumekuwepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania, Mheshimiwa Spika, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya. Nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Mheshimiwa Spika, katika madhara hayo kumekuwepo na kupanda kwa masuala ya bei za mafuta, kupanda kwa gharama za bima, kupanda kwa mnyororo mzima wa distribution, wa mgawanyo wa ugavi. Ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza sekta zetu za kiuchumi. Lakini la pili, hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Spika, ni kweli madhara yatakuwepo na Tanzania sio kisiwa. Mheshimiwa Spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Waziri Mkuu amesema serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha bidhaa ya mafuta haipungui nchini na kupunguza athari za kupanda kwa gharama kwa wananchi. Kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, Peter Obogo, Sky TV. Unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Jamii inatakiwa kuthamini mchango wa punda kwani mnyama huyo huchochea uchumi. Mtazamaji, karibu tena, tuendelee na ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jayunga. Kuelekea siku ya punda duniani, jamii imetakiwa kutambua mchango wa mnyama punda katika kuchochea uchumi kwa kubeba mzigo pamoja na kuwathamini wanyama hao. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana undani wa taarifa hii. Siku ya Mei 8 mwaka huu inafanyika siku ya punda duniani kitaifa katika eneo la Mgusu mkoani Geita, ikiwa ni muhimu kwa kutetea haki za punda pamoja na ustawi wao kwa ujumla. Na leo shirika la kutetea wanyama hawa la ASPA lenye makao makuu yake mkoani Arusha limefanya matibabu kwa punda 60, huku wito ukitolewa wa kuthamini mnyama punda kwa kuwa mnyama huyo ni nyenzo muhimu ya uchumi ambayo hutumika kwa kubeba mizigo. Kwa hiyo kama mnavyoona tunaendelea na maandalizi. Kimsingi siku hii inaadhimishwa ikiwa ni katika kumuenzi mnyama punda na kutambua mchango wake katika jamii kwa ujumla, kwa maana ya anasaidia katika shughuli mbalimbali katika jamii kwa maana ya uzalishaji. Tumeona punda akitumika katika kazi mbalimbali katika familia, lakini mara nyingi amekuwa ni mnyama ambaye amesahaulika, kwa maana ya kwamba hapewi zile tunasema haki zake za msingi ambazo hata kusoma katika sheria ile ya ustawi wa wanyama zimeelezewa pale kwamba punda na mnyama yote ana zile tunaita huru tano, kwa maana ana haki ya anatakiwa apate huduma ya chakula, apate chakula, anatakiwa awe na uwezo wa kuonyesha matendo yake ya asili. Shirika la kutetea haki za wanyama la ASPA linasema kuelekea siku ya punda duniani limefanya matibabu kwa punda 60. Tumeona tufanye matibabu kwa wanyama siku ya leo. Takriban tumehudumia punda 60 kwa siku ya leo, ambapo tumeona matatizo makubwa ni vidonda, pia minyoo, lakini pia ulemavu wa miguu, hasa wale ambao wanapanda kule milimani wakishuka kwa wanapata miguu inapata shida. Kwa ndio shida kubwa sana ambayo tumehudumia kwa siku ya leo, ambapo takribani punda 60 wameweza kupata hii huduma. Nao wananchi wanakiri kupata elimu ya kutunza wanyama punda. Maisha ya punda, tuseme kwamba punda walikuwa wanapata mateso sana, hasa kwenye machungo, wananyanyasika sana, kupigwa, kukatakatwa mapanga. Sasa pamoja na hii elimu mliotuletea hapa, labda tunaweza tukapata
elimu zaidi ya hapo. Kio uliokuwepo kwa sababu ya elimu ya kampuni ya block ambayo imeelimisha katika mtaa wetu huu wiko vizuri, na wananchi watakuwa wameelimika, watakuwa na mwindikio mkubwa sana. Mei 8 mwaka huu ni siku ya punda duniani ambayo maadhimisho yake yanafanyika Mgusu mkoani Geita. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omari Makame akiwa katika ziara ya kikazi wilayani Ileje ameagiza mamlaka husika kuhakikisha huduma ya maji inarejeshwa mara moja kwa mwananchi mmoja mzee ambaye amekuwa akikosa huduma hiyo kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Kutoka mkoani Songwe, mwandishi wetu ana simulizi kamili. Mheshimiwa Makame ametoa agizo hilo baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa mwananchi kuhusu changamoto ya ukosefu wa maji nyumbani kwa babu yake, hali iliyokuwa ikimsababishia adha kubwa katika maisha yake ya kila siku. Awali, mjukuu wa mzee huyo alieleza kuwa babu yake amekuwa akikosa huduma ya maji kwa muda mrefu licha ya kuwa tayari amelipia huduma hiyo. Ila maji hayatoki. Hayatoki. Wamefunga. Mtu wa maji yuko wapi? Ndio nalifahamu. Likoje? Kwa nini mpaka leo hamjaenda kumpelekea maji huyu mzee? Kwanza kabisa maji yalifungwa, sio kwake tu, kuna baadhi ya watu walifungiwa maji kutokana na kuna kipindi maji yalikuwa hakuna kabisa. Kwa hiyo ili kuzuia bili sisi ende kwa wateja, ilibidi tusitishe huduma za maji kwa hao watu. Na baada ya maji kurejea, sasa hivi ndio tulikuwa tuna utaratibu wa kuanza kurudisha kwa mteja mmoja mmoja wale ambao tuliwafungia awali. Kwa hiyo na mmeanza kurejesha lini? Tumeanza kurejesha toka mwezi uliopita. Kwa hiyo mwezi mzima huyu mzee hamjamfikia? Bado hatujamfikia, ila kesho mimi naenda kwenye ziara. Kesho nataka maji yatoke kwa mzee. Yaani kesho wakati namaliza, mzee simama usi. Kesho wakati nakuja kwenye ziara yangu, nina ziara kwenye kata ya Bupigu. Wakati ninarudi kule kwenye ziara, utanipa kwamba maji kwa huyu mzee yanatoka. Tumeelewana eh? Wakati mwingine mnaangalia wakati wa kurejesha maji, si mungeanza kwa wazee. Sasa mzee kama huyu unataka akose maji, unataka aishi vipi? Atapata wapi maji? Kwa hiyo kesho maji yatoke kwenye nyumbani. Pole sana mzee wangu eh. Haya, asante. Hilo langu ni moja tu, ameshazungumza wengine waliopita. Nina babu yangu anaitwa Texon Mbalwe. Ana bomba la maji, aliweka bomba la maji tangia muda. Ila bomba la maji lishafungwa kwa sababu walimwambia haujalipia bili ya maji. Nikaenda kumuuliza babu, ulilipia bili ya maji? Akasema ndio, nilipia kwa kiongozi. Nikamfuata kiongozi akasema ndio, bili ameshalipia, lakini bado tunafanya utaratibu. Baada ya hapo tukasubiria, ikapita miezi kadhaa, tukakuta bado utaratibu huo haujafanyiwa kazi. Nikamfuata kiongozi wa maji Songora anaitwa Kayero. Nikamuuliza, akasema kweli pesa ameshalipia, lakini mpaka sasa hivi imepita miaka 2. Babu yangu ni mzee sana na mke wake pia ni mzee. Mpaka sasa hivi maji na bomba lake hatoki maji. Ziara hiyo inalenga kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi katika mkoa wa Songwe ndani ya wilaya ya Ileje. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi, na usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa mamlaka zinazohusika na usimamizi wa masoko ya mitaji na uwekezaji nchini kuongeza juhudi za utoaji elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa uwekezaji katika hisa kupitia taasisi mbalimbali za kifedha. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa uuzaji wa hisa stahiki right issue ya MCB benki kwa wanachama wake, Majaliwa amesema uwekezaji wa hisa ni miongoni mwa njia salama na zenye uhakika wa kuwezesha wananchi kushiriki katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Jambo hili ni muhimu na ni zuri, lakini bado watu hawalijui. Nitoe wito kwa wadau wote, hasa taasisi zetu. Moja, benki kuu, tumieni nafasi yenu ya elimu kuelimisha umuhimu wa hisa. Kama fursa hiyo mnayo ndani ya benki kuu, sisi tunaamini mkitamka pia na nyie watu watahamasika zaidi. Mkieleza kwamba tunaamini benki zetu, taasisi zetu za fedha kwamba zinaweza kutunza fedha zenu, watu watakuja wengi tu kuja kujiunga kwenye benki zetu. Kwa BOT fanyeni hivyo. CMSA mna wajibu mkubwa sana. Niliwasikia siku nilipokuja mlipotoa elimu. Sasa ile elimu isiishie tu kwenye hivi vyumba. Tutoke nje.
Tuna njia nyingi za kuwafikia watu wetu nchini. Tuna television, tuna radio, tuna mpaka local radios kwa sasa. Tuna mitandao ya kijamii ambayo pia inawafikia wananchi wengi na wanaona kupitia mikononi mwao kwenye simu zao. Tutoe elimu ya kutosha, uwekezaji mzuri na wa uhakika, nenda kwenye hisa. Na leo nimefurahi sana kumsikia profesa akisema awali tulikuwa tunaona masoko kama haya yanashamiri sana nchi jirani. Sisi tulikuwa tunajifunza, lakini tumeendelea kuhakikishia wadau wa hisa duniani kwamba Tanzania tuna uwezo. Na leo hii Afrika Mashariki manake tunaiangalia Tanzania kuwa ndio iko juu zaidi. Hongera sana. Hongera sana. Kwa hiyo tuamini kwamba watendaji wetu kwenye sekta zote za fedha nchini wana uwezo mkubwa wa kusimamia fedha kwa uadilifu na uaminifu na kufikia hatua hii. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT leo Mei 7, 2026. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2586 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 2612 na senti 78. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3520 na senti 26 na kuuzwa kwa shilingi 3555 na senti 47. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3040 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 3070 na senti 80. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 379 na senti 79. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 72. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 157 na senti 35 na kuuzwa kwa shilingi 158 na senti 92. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 20. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Tutamatishe na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami biashara na uchumi. Ulikuwa ukitazama habari za biashara na uchumi, na sasa moja kwa moja tuungane na Zinazile Mswima katika habari za kimataifa. Sky TV. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, mtazamaji, mataifa mbalimbali bado yanaendelea kutafuta abiria walioteremka kutoka meli ya MV Hernandez kabla mlipuko wa virusi vya Hanta kugunduliwa. Argentina inachunguza uwezekano wa kuwa chimbuko la virusi hivyo hatari. Maafisa wa afya na wataalamu nchini Argentina wanahangaika kubaini iwapo nchi hiyo ndio chanzo cha mlipuko hatari wa virusi vya Hanta ulioikumba meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Dharura hiyo ya kiafya imeibuka wakati Argentina ikishuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi, ambapo watafiti wa afya wanarihusisha na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. Argentina, ambako safari ya meli hiyo kuelekea Atlantic ilianza, imetajwa mara kwa mara na Shirika la Afya Duniani kuwa miongoni mwa nchi zenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi ya ugonjwa huo unaosambazwa na panya katika kanda ya Amerika ya Kusini. Wakati huu wa mtazamaji, abiria wapatao 40 kutoka meli hiyo tayari wameshuka katika kisiwa cha St. Helena kusini mwa bahari ya Atlantic. Pia ndege ya dharura iliyombeba mmoja wa wagonjwa kutoka meli hiyo imewasili Amsterdam nchini Uholanzi, huku wagonjwa wengine 2 wakipelekwa Uholanzi na Ujerumani kwa matibabu zaidi.
Kwingineko, Rais Felix Tshisekedi adokeza uwezekano wa muhula wa 3 na kuchelewesha uchaguzi wa mwaka 2028, akisema vita vya mashariki vikibaki kura haiwezi kufanyika, hali inaongeza hofu zaidi ya mabadiliko ya katiba na kuchelewesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa katika muda wa miaka 2 ijayo. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, amesema kuwa katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka ukomo wa mihula 2 tu ya uraisi. Upinzani ndani ya taifa hilo umekuwa ukimtuhumu Tshisekedi kuwa na nia ya kubadilisha katiba ili aendelee kutawala, akisema hatua yoyote katika mwelekeo huo utakuwa mapinduzi. Lakini waziri Marco Rubio amewasili Vatican kujaribu kurekebisha uhusiano uliodorora baada ya mvutano kati ya Rais Donald Trump na Papa Leo wa 14, huku mazungumzo yakitarajiwa kugubikwa na mzozo wa vita dhidi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefika nchini Italia katika ziara inayolenga kurekebisha uhusiano uliozorota kufuatia matamshi makali ya Rais Donald Trump dhidi ya Papa pamoja na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rubio ambaye ni Mkatoliki amekutana na Papa Leo wa 14 leo Alhamisi, huku viongozi wa Italia wakitetea msimamo wa kiongozi huyo wa kiroho dhidi ya mashambulizi ya Trump. Papa Leo wa 14 amekuwa akikosoa vita na kusisitiza ujumbe wa amani wa Biblia, akisema Mungu hasikilizi sala za wanaoanzisha vita. Lakini Rubio pia atakutana kesho Ijumaa na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni pamoja na waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani katika mazungumzo yanayotarajiwa kugubikwa na tofauti kuhusu vita dhidi ya Iran. Mwisho wa habari za kimataifa, rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Naam, ulikuwa ukifuatilia simulizi ya habari za kimataifa. Moja kwa moja sasa tuelekee viwanjani. Jonas Michael yupo tayari kutusimulia. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani.
Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani, ambapo baada ya kufurumushwa kwa kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, uongozi wa klabu hiyo umemteua Patrick Mabedi pamoja na Abri Moarini kuwa makocha wakuu wa muda wa timu hiyo, ambapo afisa habari wa timu hiyo Ali Shabani kama ameweza kuweza kufunguka kuelekea makocha hao kuweza kuamini. Tunaendelea na maandalizi yetu kuelekea mchezo dhidi ya Coastal Union. Tuna mechi siku ya tarehe 9 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi. Pasina shaka yoyote ni mwendelezo wa mechi za ligi kuu ya NBC. Kwa umuhimu wake, kwa ukubwa wake, tunajiandaa kuelekea mchezo huo, tupate alama nyingine 3 inshallah, tuendelee kwenda mbali zaidi kwenye kilele cha msimamo. Habari kubwa ambayo tuko nao sasa hivi ni maamuzi ambayo yamefanyika siku ya jana. Tumetoa taarifa ya kumfuta kazi kocha wetu mkuu Pedro Goncalves, na tukawajulisha wanachama na mashabiki wetu kwamba kutoka sasa mpaka mwisho wa msimu timu itakuwa chini ya wataalamu wawili, kwa maana ya Patrick Mabedi na Molin. Na hii niweke sawa Alwatan kwa faida ya waandishi wa habari, lakini pia wanachama na mashabiki wetu. Hawa watu wana operate kama co-head coaches, sio kocha mkuu na kocha msaidizi. Ni co-head coaches. Molin, Mabedi wote ni walimu wakuu ambao wanashirikiana. Hiyo inafanyika sehemu nyingi vilabu mbalimbali duniani. Kwa hiyo hawa ni co-coaches wawili, alafu msaidizi wao sasa ni Matthew ambaye alikuwa msaidizi wakati wa Pedro Goncalves. Kwa hiyo co-coaches wetu ambao ni co-head coaches wawili kwenye position inayofanana ni Molin na Patrick Mabedi. Pata simu nyingi, message nyingi, waandishi wa habari wamekuwa wakiuliza. Timu tunaona inaongoza ligi. Difference ni pointi 5 kati yenu nyie na mtu anayeshika nafasi ya pili. Lakini mmefunga magoli mengi zaidi. Mmefungwa magoli machache zaidi. Na kama haitoshi, Yanga ni unbeaten mpaka sasa hivi. Ni kitu gani kimefanya mmemuondoa kocha Pedro Goncalves? Kwa kulijibu hili kwa ufupi kabisa, kwa niaba ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, uongozi umefanya tathmini ya mwenendo wa timu. Mwenendo wa timu kwa timu kama Yanga sio matokeo peke yake. Sio idadi ya pointi peke yake, sio idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa. Ukisikia mwenendo wa timu kama Yanga inakusanya factors nyingi ndani yake. Kuna team management, kuna performance analysis, tunaangalia performance ya timu. Sawa, tunashindaje? Tunashinda comfortable au tunashinda mechi ikiisha tunatafuta namba ya Dr. Janabi kwamba tayari moyo sasa viongozi wanafanya tathmini kwa maslahi mapana ya timu. Ndio maana inafanyika tathmini, tumegundua kwamba mwenendo wa timu hauridhishi. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha msaidizi wa kikosi cha TRA United Kassim Otieno ameweka wazi kuwa mechi ya kesho dhidi ya Azam FC itakuwa na ushindani mkubwa kutokana na matokeo ya mzunguko wa kwanza. Akizungumza maandalizi yao, ambapo Otieno amebainisha kuwa mechi hiyo itakuwa ni nzuri ya kuvutia, kwani kesho atakuwa nyumbani, jambo linalowapa hali ya kujiamini zaidi katika kusaka pointi 3 muhimu. Aidha, Kocha Otieno ametoa wito kwa mashabiki wa TRA United kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid ili kuwapa wachezaji motisha ya kutosha kuhakikisha kwamba wanakwenda kuibuka na ushindi. Amesisitiza kuwa uwepo wa mashabiki uwanjani ni nguzo muhimu itakayoongoza morali ya timu na kuhakikisha wanapata matokeo chanya. Ikumbukwe katika mechi ya mzunguko wa kwanza iliyopigwa katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam Januari 19 mwaka 2026, Azam FC ilichapa TRA idadi ya mabao 2-0. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany amekiri ugumu wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kikosi chake kutolewa na PSG kwa jumla ya idadi ya mabao 6-5
kwenye nusu fainali. Hata hivyo, Kampani amewahakikishia mashabiki wa The Bavarian kuwa huu sio msimu wa mwisho, bali ni chachu ya kufanya vizuri zaidi msimu ujao. Kuhusu uamuzi waliochezesha mechi ya dhidi ya PSG jana, Kampani amesisitiza kuwa Bayern alistahili matokeo bora zaidi na kwamba waamuzi ikiwemo matukio ya kushika mpira kwa Joao Neves na Nuno Mendes yaliyokuwa upande wa PSG na kuwanyima bahati ya kuweza kufuzu katika hatua ya fainali. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na viungo wakati wa klabu ya Real Madrid ya pale nchini Hispania, Federico Valverde pamoja na Aurelio Tchouameni wameripotiwa kutatua mgogoro wao ambao ulikuwa unaendelea ndani ya klabu hiyo baada ya viungo wao kutokuwa na uelewano kwa muda mrefu kutokana na vurugu ambazo ziliweza kutokea kati yao Federico Valverde pamoja na Tchouameni kutokana na wao binafsi kuweza kukutana katika eneo la mazoezi na kuweza kugongana. Hata hivyo, baadhi ya waandishi pale nchini Hispania wanasema kwamba Joao pamoja na Tchouameni mambo yamekuwa mazuri, kwani wamekaa kuweza kuzungumza na sasa wapo ndani ya kikosi cha Real Madrid. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, kabla ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo, ni kupeleke kunako burudani ambapo mwanamitindo maarufu kutoka nchini Tanzania anayefahamika kwa jina la Zero Brain kwa sasa yupo nchini Ethiopia, ambapo amekutana na kijana anayefanana sana na Aisha Speed. Video za kwa kutanisha hao zimeonyesha kwamba kijana huyo anajifanya ni Aisha Speed na kuweza kuchukua pesa zake. Speed! Yeah. I saw speed! How many? Yeah, see. Ni mambo ya content creator. Je, wewe kipaji chako kinakuingizia pesa kwa namna gani, ama unasafiri kwenda mataifa mbalimbali kwa namna gani? Mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Habari za michezo na burudani. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV.
Baada ya habari za michezo na burudani, sasa ni kukaribishe kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa, na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa makavu na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa yanatarajiwa na mawimbi madogo. Lakini pia kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo yanazunguka ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na kwa mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na mpaka kufikia hapa, kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Ruhitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tutazame tena muhtasari wake. Ubovu wa miundombinu wakwamisha mabasi 150 ya mwendo kasi kuingia barabarani. Kwingineko, waraibu wa dawa za kulevya wataka wauzaji wakubwa washughulikiwe. Katika habari za kimataifa, Argentina ya haha kubaini chanzo cha virusi vya Hanta. Na kunako habari za michezo na burudani, TRA United kushuka dimbani kusaka alama 3 dhidi ya Azam FC. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada ndani ya ulimwengu wa habari. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha ulimwengu wa habari kukufikia, na kwa niaba yao nisema asante. Naitwa Pius Jayunge, endelea kutazama Sky TV kwa vipindi ambavyo vinafuata.